Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 26 ya mwaka C wa kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Amosi, sura ya 6 aya ya kwanza na aya ya 4 hadi aya ya 7. Somo la pili ni la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 6 aya ya 11 hadi aya ya 16. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 16 aya ya 19 hadi aya ya 31. Tusikilize Injili takatifu. Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamuona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, la, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, katika Injili tuliyoisikia ni kuhusiana na maisha wanayoishi kati ya maskini na tajiri. Je, kuna uhusiano gani? Huu mfano ambao Bwana wetu Yesu Kristo anaotoa ni wa tajiri na Lazaro. Huu mfano unatutafakarisha sana kuhusu mwenendo wa maisha yetu hapa duniani, namna tunavyohusiana sisi kwa sisi, na namna gani hukumu itakayotolewa kulingana na uhusiano uliopo kati yetu sisi wanadamu baada ya kifo. Tunamwona mwinjili Luka kwa sehemu kubwa anatangaza sana kuhusu swala la msamaha. Anatangaza sana maisha ya kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Licha ya madhaifu tunayokuwa nayo, lakini mwinjili Luka anatupa mifano mingi ambayo Kristo anaielezea ya kuweza kuturuhusu sisi kuweza kujirudi na kuweza kusahisha makosa yetu, ili hata mwisho wa nyakati utakapofika utukute tukiwa tumeshajiandaa vya kutosha. Na hata tajiri na huyu Lazaro wote wameishi katika maisha hapa duniani, na mwisho wa siku wameonja umauti. Kila mmoja ameshapitia safari, ameshapitia kifo. Kwa hata mfano ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anauelezea katika maisha yao ya mwanzo walipokuwa duniani, na maisha gani sasa yatakayofuata baada
ya kifo kuna maisha gani, hususan katika swala la kwanza kuhusiana na hukumu ambayo inatokana na matokeo ya maisha waliokuwa wakiishi ulimwenguni. Ndugu zangu, tunafahamu vizuri kuwa wote tutakufa, ingawa hakuna ajuaye ni lini na ni katika mazingira gani ambayo kifo kitamkuta. Hivyo ndugu zangu, kwa mantiki kama hiyo, hakuna anayeweza kujiandaa au kuweza kuona kwamba ni siku fulani kifo kitanikuta, kwa nifanye maandalizi haya na haya na haya na haya. Lakini mara nyingi tunakumbushwa kwamba tukeshe kila wakati, kwa sababu hatujui saa, siku wala saa. Hivyo ni tukio, swala la kifo ni tukio la ghafla, ni tukio ambalo linakuja bila kutarajia. Na hili tukio mara nyingi linatokea mara moja tu. Ni tukio la mara moja lisilojirudia, kama vile tajiri alivyokuwa akifikiria kwamba anamuomba huyu Ibrahimu aweze kumtuma Lazaro baada ya kuona maisha yake sasa. Mwanzoni aliona huyu anashinda mlangoni ni omba, hana thamani yoyote. Kwa sasa anapokuja katika maisha mengine baada ya kifo, yule Lazaro anaonekana sasa ni mtu wa thamani, ni mtu sasa ambaye ana hadhi yake tofauti na yeye akiwa anapata mateso. Sasa namuomba Ibrahimu kwamba Lazaro aende walau akawaelezee ndugu zake kwamba kule kuna maisha ya namna gani. Hivyo manake tunakuwa tumesahau kwamba hakuna kurudi baada ya maisha ya hapa ulimwenguni tutakapopitia hili tukio la kifo. Huyu tajiri alipofikiria kwamba kutoa habari ya mateso kwa ndugu zake wasije wao pia wakafika mahali alipo, ni jambo ambalo haliwezekani. Hata tukisoma waraka kwa Waebrania sura ya 9:27 inatueleza kwamba watu wanawekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Hivyo kumbe ndugu zangu, tukumbuke siku na miaka inayopita hairudi kamwe. Je, sasa katika hizo siku na miaka tunazungumzia swala la muda hapa. Je, tunautumia muda huo tunaojaliwa kuishi kwa kumpenda na kumtumikia Mungu katika ulimwengu huu na kuwa na furaha pamoja naye milele mpaka hata wakati ujao? Mara nyingi tunaichezea hii nafasi na kutoitumia vizuri. Sasa tunautumiaje uhai au uzima na neema tunazojaliwa na Mungu? Tajiri yeye ameshindwa kutumia alichokuwa amejaliwa na Mungu katika kuonyesha upendo kwa jirani yake Lazaro. Mwisho wa siku anakuja na kuanza kujilaumu pale ambapo sasa matokeo ya maisha yake ya kutomjali huyo mhitaji alipokuwa akibisha hodi mlangoni kuomba msaada na kuweza kutaka kusaidiwa kwa kutokana na shida aliyokuwa nayo. Lakini zaidi yeye tajiri aliona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kuendekeza anasa na kuweza kujijali zaidi katika maisha ya kimwili bila kuzingatia kwamba anahitaji kujitengeneza vile vile katika maisha ya kiroho. Kanisa linatoa wito kuwa ukarimu wetu katika majitoleo ni kwa ajili ya kulitegemeza kanisa na kuwasaidia wahitaji. Tutaweza kutimiza wito huu kwa kuwa na upendo wa dhati kwa Mungu na kwa jirani zetu. Sasa ni namna gani tunavyowatendea kina Lazaro milangoni mwetu? Kama ambavyo tunafundishwa kwamba mwisho katika kuurithi ufalme wa Mungu katika kipindi hiko cha hukumu, ndipo ambapo Bwana atakuja na kutuuliza maswali. Enyi mliobarikiwa, njooni mkae nami katika mkono wangu wa kuume.
na ninyi ambao hamkuweza kuyatenda mapenzi ya Baba, mkae katika upande wa kushoto. Lakini katika hayo ni pale ambapo wale waliobarikiwa waliyatenda yale ambayo yalimpendeza Mwenyezi Mungu, na ndipo ambapo anapozungumzia kwamba alikuwa na njaa wakampelekea chakula, alikuwa hana nguo, alikuwa uchi, wakampelekea mavazi na kumvika, alikuwa mgonjwa na alikuwa kifungoni, walikwenda kumtazama, ambao ni wito wetu sisi katika kuwasikiliza na kuweza kuwatendea mema wahitaji. Lakini pale ambapo tutaenda kinyume na kutotimiza hayo yote, hatutaonekana kuwa na upendo wa dhati. Bwana alikuwa na njaa, hatukwenda kumlisha chakula, na zaidi kama huyu Lazaro, maskini wa watu, ambaye alikuwa akishibishwa kwa makombo yaliyokuwa akianguka katika meza ya yule tajiri, na hata mbwa wanakuja kumrambaramba vidonda vyake, hapati msaada wowote. Kwa ndugu zangu, mali tunazokuwa nazo tujitahidi tutambue kwamba ni mambo ambayo yanapita na tutayaacha. Na kwa kuwa safari hii ya kifo ni ya kila mmoja, hivyo tujitazame vizuri na kuweza kujitahidi kuishi vizuri amri kuu ya upendo, kama Kristo alivyolipenda kanisa lake, kama Kristo alivyokuwa tayari kutupenda sisi wanaye, hata akawa tayari kujitoa sadaka msalabani ili sisi tupate kukombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi na tupate kupatanishwa na Baba. Ndivyo ambavyo na sisi tuweze kukimbilia njia hiyo ili tuweze kuwasaidia wale ambao hawana kitu. Vipo vingi ambavyo tunavyo, hivyo vingi tunavyokuwa navyo, tuna nafasi ya kuweza kushirikishana na wengine ambao hawana, ili na wenyewe waweze kuuhisi upendo kutoka kwa jirani zao. Ndugu zangu, tuishi maisha ya kumpendeza Mungu, tuishi maisha ya kuweza kuwajali wenzetu, kwani tutakuwa sahihi pale ambapo tutawapenda jirani zetu kwa moyo wa dhati, na ndipo ambapo tutakiri wazi kwamba tunampenda Mungu ambaye hatumuoni. Hivyo taifa la Mungu, mfano huu wa tajiri na Lazaro unatukumbusha mengi sana. Unatukumbusha mengi sana kuhusiana na mwenendo wa maisha yetu ya kila siku. Na mwisho wa siku itafika mahali sasa tutaanza kujuta. Yawezekana tulishasikia habari njema kutoka kwa manabii au kutoka kwa walimu fulani au kutoka kwa watu fulani, ambapo tulitakiwa tujifunze na kubadili mwenendo wa maisha. Sasa tutakuja kugundua au kuweza kujisahihisha wakati tumeshachelewa, ndio tunatafuta nafasi ya kuweza kusahihisha makosa yetu katika wakati ambao hauwezekani tena. Kama ambavyo tajiri huyu sasa yupo katika mateso, tayari ameshapitia ili tukio la kifo, anadhani kwamba kuna nafasi tena ya kuweza kurudi ulimwenguni kwa ajili ya kusahihisha makosa au kwa ajili ya kuweza kuwaasa wale ambao ni wazima kwamba watambue kwamba huku tunakoendea ambako bado na sisi muda wetu hujafika, kwamba kuna nafasi nyingine ya kuweza kutubu baada ya kupitia safari hii ya kifo. Kwa ndugu zangu, tuweze kubadili maisha yetu na tuishi kwa namna ambavyo neno la Mungu linatufundisha, katika hali ya kujaliana na kusaidiana na kushirikishana kile ambacho Mwenyezi Mungu anakuwa ametujalia. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Jina lako Bwana, na kututendea